umeshazaa makubaliano au agreement au ama MOU utakavyoita 8 zifuatazo. Hizi tayari tumeshazisaini. Kwanza, serikali ya Tanzania na serikali ya shirikisho la Urusi tumesainiana hati ya makubaliano kati ya Chuo Kikuu cha Mgimo na Baraza la Kiswahili Tanzania ni BAKITA katika kuendeleza lugha za Kiswahili na lugha ya Kirusi, na Mheshimiwa Rais juzi ameeleza jinsi ambavyo Kiswahili kinafundishwa Urusi na sasa tunataka Kirusi kifundishwe hapa Tanzania kupitia Chuo Kikuu cha UDOM. Hiyo ni matokeo ya kusainiwa kwa makubaliano haya ambayo nimeyataja kati ya Chuo Kikuu cha Mgimo na Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA. Hati ya pili ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit Bio yani LLC Life DX Africa, mambo mazito haya, na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisainiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha, wakiwemo waziri wa uchumi wa kwao na mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ziara ya juzi kule Urusi, makubaliano yafuatayo yamesainiwa. Ya kwanza kwa maana ya 3 sasa. Zile ni 2 zimesainiwa hapa. Hizi ambazo nazitaja zimesainiwa kule tulipokuwa juzi. Ya kwanza ni hati ya makubaliano kati ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Wizara ya Elimu ya Juu ya Shirikisho la Urusi kuhusu ushirikiano katika masuala ya elimu ya juu, sayansi, teknolojia na ubunifu, na sisi tuliwakilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Elimu Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda. Na hapa ni muhimu sana kwa sababu moja ya makubaliano kwenye hili ni kutambuliwa kwa tuzo zinazotolewa na elimu yetu hapa Tanzania na elimu ya Shirikisho la Urusi. Zamani ilikuwa ni kwamba ukisoma Urusi ukija hapa Tanzania ni mbinde, inabidi upitie mlolongo mrefu sana wa kuweza kutambuliwa tuzo yako. Lakini sote tunafahamu ubora na uthabiti wa elimu ya Urusi na watu wetu wengi wamesoma huko. Kwa hiyo ilikuwa ni urasmi ambao kimsingi ulikuwa hauna msingi. Kwa ziara hii imetatua jambo hilo kupitia waziri wetu wa elimu, wameshakubaliana sasa. Kwa hivyo ukisoma kule sasa ukija hapa vyeti vyako vinatambuliwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria zetu. Hilo ni tokeo kubwa sana ambao tunaliona kutoka kwenye ziara hiyo. Ya pili ni mkataba kati ya taasisi yetu ya teknolojia ya Dar es Salaam, yani Dar es Salaam Institute of Technology, na chuo cha urafiki wa watu wa Urusi katika utekelezaji wa mpango pamoja wa elimu ya shahada ya kwanza kati ya fani ya sayansi ya takwimu na mfumo wa anga. Yani tunaita double qualification. Utasoma miaka miwili hapa, utasoma miaka miwili Urusi, unapata shahada ya DIT, unapata na shahada ya chuo kule Urusi. Kwa ukirudi hapa una degree 2 kwa mpigo. Unakuwa umeongeza job marketability yako. Hilo ni tokeo muhimu sana ambalo tunaliona hususan kwa vijana wetu ambao wanasaka elimu mbalimbali. Mkataba huu ulisainiwa kwa niaba yetu na Profesa Preskedis Marikondomba wa chuo chetu cha DIT hapa, ambao ni principal, na kule kwa Urusi alikuwa mkuu wa taasisi ya urafiki wa watu wa Urusi aitwaye Oleg Yastrobov. Majina yao ni mazito, inabidi ushike mtu kuyatamka, lakini ndio hivyo sasa. Lakini muhimu ni kwamba matokeo ni hayo. Anasoma hapa, anasoma na kule. Qualification ngapi? 2. Jambo hili ni kubwa. 3 ambao ni mkataba wa 5. 3 kwa maana ndio sainiwa kule, 5 kwa maana mikataba yote kuanzia Arusha na kule Urusi. Ni mkataba kati ya taasisi ya teknolojia, Dar es Salaam Institute of Technology, na watu wa Urusi katika utekelezaji wa mpango pamoja wa elimu ya shahada ya uzamili katika akili bandia. Hivi inaitwa akili bandia au mnemba? Mambo yanabadilika. Akili unde. Mambo yanabadilika, Kiswahili chenyewe kina mambo. Kwa akili unde na ujifunzaji wa mashine na sayansi ya anga. Kwa hiyo chuo chetu sasa kwa kushikana na chuo hiki cha wenzetu wa Urusi wataweza kuanza kufundisha hapa artificial intelligence na machine learning, ambao sasa hivi ndio mambo yenyewe yaliyopo duniani huko. Kwa hiyo ni lenyewe ni jambo kubwa. Hivi vyo viwili hivi, hiki chuo cha DIT na hiki chuo cha urafiki cha Urusi, watu wa Urusi wamesaini mikataba hiyo miwili. So we shall be teaching artificial intelligence at our DIT hapa, na lenyewe ni jambo jema, ni kubwa, ni la maana. Mkataba wa 6
ni hati ya makubaliano ya ushirikiano katika kuhamasisha uwekezaji na kuwezesha uwekezaji nchini Tanzania kati ya mamlaka ya uwekezaji na kanda maalum za kiuchumi Tanzania na Ross Congress Foundation. Hili nilieleza vizuri. Hii ni TISEZA na Ross Congress. Ross Congress ni taasisi kubwa nchini Urusi ambayo ipo St. Petersburg, ambayo inahusika na kuandaa matukio mbalimbali ya kibiashara na uwekezaji, na ndio inayoandaa hii aliyeeleza Balozi Uranga, ile St. Peters International Economic Forum, ndo SPIF ndo wanaandaa wale. Sasa hii ni taasisi kubwa sana duniani, wameingia makubaliano na wenzetu wa TISEZA, watakuwa wanashirikiana katika kuwawezesha TISEZA na wenyewe kubobea katika masuala haya. Na makubaliano yao makubwa ni kwamba, moja, watasaidiana katika kuvutia uwekezaji kutoka Urusi na nchi zingine za magharibi, hususan Europe. Kumbuka hili ni taasisi kubwa sana. Kwa watawasaidia kwenye kuwajengea uwezo wa namna ya kuvutia uwekezaji na kutunza. Kwa sababu kuna jambo moja ku attract, kuna jambo lingine ku retain. So these guys will be facilitating attraction and retention of investors from around the world, including Russian Federation. So this is big. Namba 2, kuandaa miradi ya ubia kati ya wawekezaji wa Tanzania na wawekezaji wa Urusi na nchi zingine, JV. Hili ni jambo kubwa. Tumehamasisha siku zote kwamba namna gani ya kuandaa miradi ya JV, lakini watu wetu ni eneo hilo ni geni kidogo. Sasa anakuja makampuni hapa makubwa yaliyobobea miaka 50 katika uwekezaji. Unakutana na kampuni ya Kitanzania imeanzishwa juzi pale Brela, wanalaliwa kirahisi sana. Sasa hawa jamaa watatusaidia kuwajengea watu wetu uwezo, ili wakiingia JV, aingie JV katika makubaliano ambayo yanaeleweka, waweze kukaa pamoja. Eneo la 3, kuandaa ziara za kuvutia uwekezaji kama nilivyoeleza mwanzoni, na 4, kuandaa makongamano ya biashara na uwekezaji yenye hadhi ya kimataifa. Kama unavyoona ile SPIF ni juhudi kubwa, nitaeleza baadaye kama ilivyotoba. Sasa pia tunataka TISEZA wabobee katika uandaji wa makongamano. TISEZA wanaandaa kila siku. Hii ni moja ya shughuli yao kubwa sana. Sasa hawa watawajengea uwezo katika eneo hili. Kwa hiyo lenyewe hili ni tokeo kubwa ambalo tunaliona kwenye ziara hii na mkataba ambao tumesaini. Mkataba wa mwisho utakuwa wa 7 huu, nadhani. Ni mkataba wa kutunza siri za taarifa kati ya TANESCO na kampuni ya Rosatom ya nchini Urusi, yani non-disclosure agreement. Sasa hii unajua hii Kiswahili chake mkataba wa kutunza siri, lakini actually lugha yake nzuri ni non-disclosure, NDI, kati ya shirika letu la umeme la TANESCO na kampuni ya Rosatom ya nchini Urusi. Na mkataba huu ulisainiwa kati ya mkurugenzi wetu mkuu wa TANESCO Bwana Lazaro Twange pamoja na mwenzake wa Urusi aitwaye Savikin, ambaye naibu mkuu mtendaji mkuu wa kampuni ya Energy Fleet Overseas, na yenyewe itakuwa ni eneo ambalo tunakwenda kushirikiana nalo. Kwa hiyo tokeo moja kubwa kwa upande huo ni hiyo mikataba ambayo tumeisign na matokeo ambayo nimeyaeleza. Jambo la 4 ambalo nataka nilieleze hapa, nini maana ya yote haya in terms of our economy. Kwanza, kwenye mpango wetu wa miaka 5 ambao tumeupitisha na nimeusema mara nyingi, ule mpango maudhui yake ni mawili. Eneo la kwanza ni kukuza uchumi, na eneo la pili kuzalisha ajira. These are the 2 areas ambazo tuna focus kwenye ule mpango. Hapa tunaona kwamba ushiriki wetu kwenye ziara hii ya Mheshimiwa Rais ilikuwa kwa kweli ni ziara ya kiuchumi. Ongeza kuisummarize hivyo. Mambo mengine yote ni kuwezesha kwenda huko. Hii diplomasia, kula state banquet na nini, yote yale red carpet, hatimaye ni ziara ya kiuchumi. Na mambo yafuatayo ni ya msingi kuyazingatia. Moja, nchi yetu imepata ile tunaita visibility on major international economic platform. Na hii ni katika maeneo mawili kubwa.
La kwanza, Mheshimiwa Rais alikuwa mmoja ya wazungumzaji wakubwa kwenye jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, SPIF, na wote mliona. Hiyo peke yake, yani kupata nafasi ya kusimama kwenye lile jukwaa ambalo wababe wote muhimu wa kiuchumi duniani wapo, it has raised our international visibility in a very big way. Hilo ni eneo ambalo ni muhimu. Na hii SPIF, wale wanaofahamu Davos, hii wakati mwingine inaitwa Russia's Davos, ile World Economic Forum ambayo inafanyika kila mwaka Davos, na mimi mwaka huu nilipata heshima ya kuhudhuria kwa uwezeshaji wa waziri wa mambo ya nje. Mheshimiwa Rais alinituma nikawakilisha nchi pale. Sasa hii ni Davos ya Urusi kama alivyoeleza Mheshimiwa. Ile Davos ya kawaida wanahudhuria participants around 3,000. Wamewahi kuwa wengi sana 4,000. Hii wanahudhuria kati ya 20,000 mpaka 24,000. 20,000 to 24,000. It is huge and it is massive. Kwa hiyo na nchi zile zile tu kama ilivyo Davos, nchi kati ya 130 mpaka 140 hivi zinahudhuria, zikileta viongozi wakubwa wa serikali, masio wa makampuni ya maana ya kibiashara, mawaziri, maexpert mbalimbali, wawakilishi wa biashara. Kwa hiyo inakusanyisha watu wote muhimu. Kwa hiyo ni jukwaa muhimu sana ambalo linakuwepo pale, na yanayotokea pale ni mambo makubwa matatu. Kwanza ni hiyo plenary session ambayo viongozi wakubwa wanapata nafasi ya kuhutubia, na jukwaa hili mwenyeji siku zote amekuwa Rais Vladimir Putin mwenyewe, anakuwa pale kama ambavyo mlimuona. La pili, kunakuwa na panel discussions. Panel Kiswahili chake ni jukwaa, panel discussion, yani you know mnajua nyinyi hapo. Kaa hapo kama hivi, mjadala hivi, jukwaa la mjadala. Jopo la mjadala mnakusa. Sasa mimi nilihudhuria hiyo. Kulikuwa na moja ya panel discussion inaitwa Russia Africa. Na mimi kwa uwezeshaji wa Mheshimiwa Waziri hapa nilihudhuria pale, nikaenda nikawemo katika wale wazungumzaji. Kwa hiyo ni tukio la pili. La tatu ni maonyesho kwenye pavilion. Sasa yote kupata nafasi hapo, yote haya ni kazi ngumu sana. Kwanza, kiongozi wenu mkuu apata nafasi kwenye plenary session ni jambo gumu kubwa, alipata kiongozi wetu. Pili, kwenye panel discussion, yaani wewe upate ualikwe, sio tu kuhudhuria, upate nafasi ya kwenda kukaa pale, uwe ni mmoja wa wazungumzaji. Nataka niwahakikishie kwamba tulipata nafasi na mimi niliwakilisha. Na katika hilo pia sio tu kakae uzungumza jambo la maana, na mimi nataka niwahakikishie nilizungumza mambo ya maana pale. Mnasema namna gani bado? Na ukitaka kujua umezungumza mambo ya maana utajua tu, makofi atapigwa, na baada ya hapo kila mtu anatafuta umpe business kazi, unajua hapa mambo umeshapiga mambo fresh. Nilipata nafasi ya kuhojiwa na vyombo vya habari kama 8 hivi kutoka sehemu mbalimbali. Muhimu sana, na of course hiyo ni muhimu. Lakini la tatu, ile pavilion, kwenda kwenye ile ya maonyesho. Sasa ile na yenyewe ni biashara nyingine. Yaani kupata nafasi nchi yako iwe na banda ni ngumu sana. Sasa mwaka huu Tanzania ilikuwa na banda pale. Nchi pekee ya Afrika ilikuwa na banda katika vile viwanja. Ulikuwa unapita pale unaona Tanzania, na unaona walivyokuwa wanamiminika. Na kule upati hivi ni pesa. Kwa hiyo sisi tulipata heshima hiyo, na kampuni zetu zilikuwa pale, walikuwa Tiseza, walikuwa watoto wa TTB, walikuwa ATC, wote watu muhimu wote walikuwa pale, na wamepata watu wa kushiriki. Kwa taarifa ambayo tumepewa ni kwamba pale peke yake tuliweza kupata makampuni yaliyotutembelea kwenye banda letu 200, na 50% kati ya hayo ni makampuni ya maana ya biashara ambayo yametengeneza contact na makampuni yetu yaliyoko pale. Kwa hiyo Tanzania katika matukio yote matatu imeshiriki kikamilifu. Plenary session, Mheshimiwa Rais alikuwa pale, alipiga speech na nyie mliona speech ya kueleweka nzuri. Na unaona pale si makofi unayasikia. Watu wametulia wanasikiliza speech ya Mheshimiwa Rais.
akajibu maswali kwa ustadi wa hali ya juu. Panel discussion, sisi vijana wake pia tukamwakilisha vizuri, na kwenye pavilion tulikuwepo. Kwa ushiriki wetu ulikuwa very effective, umeenda vizuri. La pili katika hilo ni TISEZA wameweza kutengeneza. TISEZA kazi yake ni kutafuta uwekezaji, ndio kazi yake ya msingi. Wameweza kuvutia uwekezaji katika maeneo yafuatayo: kuna mining kwa maana ya madini, oil and gas, utalii, kilimo, madawa, uzalishaji, miundombinu, mbolea na fedha. Na wameanzisha mazungumzo na makubaliano yanaelekea kukamilishwa katika maeneo 6 yafuatayo. Kwanza, zipo kampuni ambayo ina interest na madini ya dhahabu na makaa ya mawe. Pili, wamekubaliana kuanzisha kiwanda cha kuzalisha mbolea kama alivyosema Balozi Ulanga. Tatu, ipo kampuni ambayo ina interest ya kuanzisha kilimo cha ngano huku kaskazini. Unajua hapa tuna shida ya ngano hapa. Asilimia karibu 90 tunaagiza kutoka nje. Kwa hiyo ipo kampuni imeshafanya utafiti na tayari ipo tayari kuja kuwekeza shamba kubwa kilimo cha ngano. Lakini pia kilimo kikubwa cha poultry, ufugaji wa kuku. Sio poultry, shamba kubwa, sio madogo madogo, kuja watu kuwafundisha hapa mambo ya poultry. Unajua wale Urusi ni maarufu sana kwenye hili. Nataka wafungue shamba kubwa kule Bagamoyo. 4, kuchakata kahawa na kusafirisha kutoka Mbinga. Wameshafanya utafiti tayari, wameshachagua na eneo. Wamechagua kahawa ya Mbinga, wanasema ni kahawa nzuri sana. Kwa hiyo watakuja pale waweke kiwanda kwa kuchakata kahawa ili wasafirisha kauze wapi? Urusi. 5, miundombinu. Wanataka, kwa sababu tumeanzisha reli na wamesikia mpango wetu kuanzisha kutengeneza reli kila kona hapa. Wametaka kuja kutengeneza assembly ya mabehewa yale. Waje hapa watengenezee hapa, yani mabehewa na vifaa vyake vya reli wao wanakutengenezea hapa ile assembly hapa Tanzania. 6, ni swala la utalii. Utalii ile la ndege limeshaelezwa, lakini nataka niwaambie pia tumepata kampuni ambayo inataka kuanzisha hoteli ya kitalii Ngorongoro. Unajua tuna shida hapa ya moja changamoto ya utalii hapa ni ukosefu wa mambo ya malazi haya. Kwa hiyo hii kampuni imepatikana kupitia TISEZA, wanakuja kuanzisha kampuni nzuri sana, hoteli ya kitalii kule Ngorongoro. 6, kwa sababu wanataka watu wao wakija huko wakipanda ndege ya kuja utalii hapa wawe na sehemu ya kulala. Kwa hiyo wanataka wameona ni fursa ya kuanzisha hoteli nzuri kule Ngorongoro. Haya ni maeneo 6 ambayo TISEZA yetu wameingia makubaliano na makampuni mbalimbali na wanaenda kumalizia mazungumzo. So these are concrete results. Sio stories hizi za nani. Nimalizie kuhitimisha. Kama nilivyoanza kusema, kwanza niseme sio kwamba ni mara ya kwanza Urusi kuwekeza hapa. Tayari tunapozungumza tunayo miradi 13 ya uwekezaji kutoka makampuni ya Urusi yenye thamani ya mtaji dola za Kimarekani milioni 401. Tayari tunayo hapa Tanzania. Kwa hiyo tunatarajia ziara hii na hayo tulioeleza yataongeza sana uwekezaji. Pili, katika kuhitimisha, kama nilivyosema, tutasaka fursa za biashara na uwekezaji popote duniani. Ili nitaka nilisisitize, popote duniani tutakwenda kusaka fursa za uwekezaji.